Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunawasalimu kwa jina la maana, tunakaribisha tena katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tarehe 4 za mwezi wa 5 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info, mahali ambako mnaletea habari sahihi za haraka na zenye kuaminika kutoka ndani na nje ya nchi. Ni siku mpya, siku ya matumaini na tahakari kuhusu matukio mbalimbali yanayoendelea katika jamii yetu, hususan katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako masuala ya usalama, siasa, uchumi na maisha kila siku wananchi wanaendelea kubadilika kwa kasi. Kama ilivyo kawaida, Kivu News Info tupo pamoja nanyi kuhakikisha mnapata picha kamili ya kile kinachoendelea katika maeneo yenu kwa lugha nyepesi na yenye kueleweka, ili kuwasaidia kufanya maamuzi sahihi na kuendelea kwa karibu na ukweli wa habari. Basi bila kupoteza muda, tunaanza moja kwa moja na taarifa zetu muhimu za asubuhi ya leo. Na kabla ya chote, kwanza ningekusihi kufanya kitu kimoja. Kama ndio kwa mara kwanza kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi ungehakikisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone kwa vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakualika kuona mimi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi leo kwa tarehe 4 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Basi karibu tukupashe. Mapigano yanaendelea kushika kasi katika maeneo ya mpakani kati ya Kivu Kaskazini na Kusini, hali inayozidi kuwa ya wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa raia pamoja na hali ya kibinadamu katika ukanda huo. Mji wa Tuchunguti ulioko katika kundi la Ziraloko wilayani Kale mkoani Kivu Kusini umeanguka mikononi mwa waasi wa M23 siku ya jana Jumapili tarehe 3 Mei mwaka 2026 baada ya mapigano makali yaliyochukua takriban siku mbili kati yao na wapiganaji wa Wazalendo, kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya ndani. Taarifa zilizokusanywa kutoka eneo la tukio zinaeleza kuwa mapigano yalianza siku ya Jumamosi wakati waasi walipoanzisha mashambulizi dhidi ya ngome za Wazalendo katika eneo hilo linalochukuliwa kuwa la kimkakati kutokana na ukaribu wake na mpaka unaotenganisha Kivu Kaskazini na Kusini. Kwa sakazami milio ya risasi na mashambulizi ya pande zote ilisikika katika eneo hilo kabla ya hali kubadilika siku ya Jumapili, ambako wapiganaji wa Wazalendo walilazimika kujiondoa kutoka katika mji huo na hivyo kutoa nafasi kwa waasi wa M23 kudhibiti tena mji wa Tuchunguti. Inaarifiwa kuwa hali ya tukio la kurejea kwa udhibiti wa waasi katika eneo hilo ambao bado ilikuwa imepoteza takriban miezi miwili iliyopita, jambo linaonyesha kuendelea kubadilika kwa mizani ya nguvu katika ukanda huo wenye mgogoro kwa muda mrefu. Hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya waliopoteza maisha au uharibifu wa mali uliosababishwa na mapigano hayo. Hata hivyo, vyanzo vinavyoaminika vinaeleza kuwa wapiganaji wa Zalendo wameelekea upande wa Biriko katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Maeneo mengi yaliko katika Kivu Kusini na Kaskazini yanaendelea kuwa uwanja wa mapambano ya mara kwa mara, yanayozidisha hatari kwa wakazi wa kawaida wanaoishi katika maeneo hayo. Kwa upande wa kibinadamu, kurejea kwa mapigano katika eneo la Tuchunguti kunazua hofu kubwa ya ongezeko la wakimbizi wa ndani, huku familia nyingi zikilazimika kuyama makazi yao na kujinusuru na ghasia. Mashirika ya kiraia na wadau mbalimbali wanaendelea kutoa wito wa tahadhari kuhusu hali inaweza kuzorotesha zaidi iwapo hatua za haraka zitachukuliwa ili kurejesha usalama na kulinda maisha ya raia. Sasa macho wengi yameelekezwa kwa mamlaka na wadau wa usalama kuona hatua gani zitazochukuliwa ili kudhibiti hali na kuzuia kuenea zaidi kwa mapigano katika ukanda huu nyeti. Hali ya usalama endelea kuzorota katika baadhi ya maeneo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ambayo sasa imeanza kugusa hata sekta ya elimu, hasa kwa wanafunzi wanaokabiliana na mitihani yao ya taifa. Tukio la kutisha limeripotiwa siku ya jana Jumamosi tarehe 3 Mei katika miili wa barabara ya Genge kuelekea Kashebere ndani ya wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini. Wanafunzi wa kidato cha 6 walikuwa wakielekea kufanya mitihani ya awali ya mitihani wa taifa maarufu kama examen d'etat, walivamiwa na watu wenye silaha njiani. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama vyoko eneo hilo, washambuliaji hao ambao bado hawajatambuliwa waliweka mtego katika eneo la mlima la Machumbi wakilenga msafara wa wanafunzi walikuwa wakitoka Genge katika kundi la Waloya Wayungu wakielekea kituo chao cha mitihani kilichopo Kashebere katika kundi la Luberiki. Katika shambulio hilo, wanafunzi hao walinyang'anywa mali zote muhimu ikiwemo fedha, simu za mkononi pamoja na vitu vingine
binafsi. Tukio hilo limeacha wanafunzi hao katika hali ya sintofahamu na bila msaada wote wa kifedha au vifaa, hali unaweza kuathiri hata uwezo wao wa kuendelea na mitihani kwa utulivu. Hata hivyo, licha iliyo ngumu ya kutisha, wanafunzi hao wanaonyesha udhabiti mkubwa wa kuendelea na safari yao hadi kwa Sheberi, ingawa walifika huko wakiwa hawana chochote. Mbali na wanafunzi, washambuliaji hao pia walilenga wafanyabiashara pamoja na wakazi waliokuwa wakirejea kutoka soko la Genge kupitia barabara hiyo hiyo. Vyanzo mbalimbali vinaeleza kuwa wahusika wa mashambulizi yao ni majambazi wa barabarani wanajulikana kama coupeurs de route, ambao wamekuwa wakitisha usalama wa raia mara kwa mara. Tukio hili limebua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi pamoja na mashirika ya kiraia katika eneo hilo. Wengi wanalaani vikali hali ya usalama inayozidi kuwa mbaya, wakieleza kuwa sasa hata wanafunzi wanaofanya mitihani hawako usalama. Wadau nao wanatoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua za haraka, ikiwa ni pamoja na kufungua uchunguzi wa kina ili kubaini wahusika wa vitendo hivyo na kuwafikisha mbele ya sheria. Wanauliza maswali mengi kuhusu ufanisi wa mfumo wa usalama uliopo, hasa katika maeneo ambayo yamekuwa yakidaiwa kuwa chini ya udhibiti wa makundi ya kujilinda ya wazalendo. Kwa sasa suala la kuimarisha ulinzi katika barabara zinazotumiwa na wanafunzi limekuwa la dharura kubwa, huku likihusisha kwamba mitihani ya taifa inaendelea bila vikwazo na kwa usalama unaostahili. Ni muhimu mamlaka pamoja na vyombo vya usalama kuhakikisha kuwa wanafunzi wanapata mazingira salama na kufanya mitihani yao, kwani wao ndio tegemeo kesho la taifa. Hali inaanza kurejea katika mili muhimu wa usafiri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha matukio hivi karibuni ya kiusalama yaliyozusha hofu kubwa miongoni mwa wananchi. Usafiri barabarani ulirejea katika hali ya kawaida siku ya jana Jumapili tarehe 3 Mei kwenye barabara taifa namba 4, hasa katika mili wa Komanda kuelekea Luna ndani ya wilaya Njugu mkoani Ituri. Kurejea huko kwa shughuli za usafiri kunakuja siku moja tu baada ya hali ya sintofahamu na kusimama kwa shughuli karibu siku zote za usafiri kufuatia mashambulio yaliyofanywa na waasi wa ADF katika kijiji cha Ndimo Koto kilichopo kusini mwa wilaya ya Irumu. Katika tukio hilo, zaidi ya watu 10 walitekwa nyara na watu wenye silaha, jambo lilosababisha hofu kubwa na kusimamisha kwa muda mzunguko wa magari kwenye barabara hiyo muhimu inaunganisha maeneo kadhaa ya kibiashara na kijamii. Siku ya Jumapili, mamia magari yaliyokuwa yamekwama njiani yalianza tena kusafiri katika pande zote mbili za barabara hiyo, hali inayoashiria kurejea kwa utulivu kwa kiwango fulani, tofauti na hali ya Jumamosi ambako kulikuwa na ukosefu mkubwa wa usafiri. Wanaharakati wa haki za binadamu katika eneo hilo wamesifu hatua za haraka zilizochukuliwa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, wakieleza kuwa zimechangia kwa kiasi kikubwa kupunguza madhara yaliyoweza kutokea. Kwa mujibu wa mmoja wa wanaharakati wa jamii, Christophe Munyaderu, bado kuna haja kubwa ya kuongeza juhudi za ili kuhakikisha mateka waliotekwa wanarejeshwa salama. Ametaka pia jamii kushirikiana kwa karibu na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa wakati ili kusaidia kukabiliana na makundi hayo ya waasi. Wakati huo vyanzo vya usalama vinaeleza kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea katika eneo la Ndimo Koto ndani zaidi ya sheferia Walese Vokuto kwa lengo la kuwatafuta na kuokoa mateka au, huku kidaiwa kuwa baadhi ya wapiganaji wa ADF bado wanaendelea kuzurura katika maeneo ya karibu. Taarifa zaidi zinaonyesha kuwa mashambuliaji hao waliingia kijijini humo kwa ghafla wakifyatua risasi ovyo, aliyosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi waliokimbia kwa hofu ya maisha yao. Inaeleza kuwa waliotekwa ni zaidi ya watu 10, wengi wao wakiwa wakulima na kwa kiasi kikubwa wanawake, jambo linalozidisha wasiwasi kuhusu usalama wa raia wasio na hatia katika eneo hilo. Huku hali ya usafiri ikianza kurejea, changamoto ya usalama bado inaendelea kuwa kubwa na juhudi za pamoja zinahitajika ili kuhakikisha usalama wa kudumu pamoja na kurejeshwa kwa amani katika eneo hilo. Masuala ya uhuru wa vyombo vya habari imebuka tena kwa nguvu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika maeneo yanayokumbwa na migogoro ya kivita mashariki mwa nchi. Umoja wa waandishi wa habari wa Kongo, Union Nationale de la Presse Congolaise, umelaani vikali ukiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari katika maeneo ya uzani yanayodhibitiwa na waasi wa M23. Kauli imetolewa siku ya jana Jumapili tarehe 3 Mei mjini Kinshasa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya Journée Mondiale de la Liberté de la Presse. Katika taarifa rasmi, INPC imeeleza kuwa ina wasiwasi mkubwa juu ya kuzorota kwa mazingira ya kazi kwa waandishi wa habari, hususan katika maeneo chini ya udhibiti wa makundi yenye silaha. Shirika hilo limesisitiza kuwa vitendo vya
kuzuia waandishi wa habari kufanya kazi kwa uhuru ni kinyume na msingi haki za binadamu na uhuru wa kujieleza. UNPC imelani kwa nguvu zote kile ilichokiita kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa uhuru wa habari katika maeneo likali na waasi wa M23, ikidai kuwa hali hiyo inaathiri upatikanaji wa taarifa sahihi kwa wananchi na kuhatarisha tuhuma za uandishi wa habari. Shirika hilo limetoa wito kwa kufanyika kwa uchunguzi huru ili kubaini wahusika wa vitendo hivyo na kuwajibisha kwa mujibu wa sheria, ili ikisisitiza umuhimu wa kulinda waandishi wa habari hata katika mazingira ya migogoro. Kauli inakuja wakati ambako wale usalama wa mashariki mwa nchi inaendelea kuwa tete, huku waandishi wa habari wakikabiliwa na changamoto kubwa katika kutekeleza majukumu yao ya kutoa taarifa kwa umma. Kwa ujumla, UNPC imekumbusha kuwa uhuru wa vyombo vya habari ni nguzo muhimu ya kidemokrasia na inapaswa kulindwa bila kujali hali ya kisiasa au kiusalama iliyopo. Bei ya mafuta imeanza kurejea katika hali ya kawaida katika mji wa Beni, jambo linaloleta afueni kubwa kwa wakazi waliokuwa wakikabiliwa na gharama kubwa zisizo za kawaida katika siku za hivi karibuni. Kwa mujibu wa taarifa kutoka eneo hilo, bei ya lita moja ya petroli imeshuka kwa kiasi kikubwa kuanzia siku ya jioni ya Jumamosi tarehe 3 Mei kutoka pesa za Kongo 1022 hadi takriban pesa 1515 sawasawa karibu na dola 2.5 za Kimarekani. Ili punguzo kubwa ambalo limepokelewa kwa furaha na watumiaji wengi wa mafuta, hasa madereva pikipiki, magari na wafanyabiashara wanategemea usafiri wa barabarani. Kupungua huku kwa bei kunatajwa kuwa ni matokeo ya juhudi za pamoja zilizofanywa na wadau mbalimbali, ikiwemo vijana, viongozi wa eneo hilo, wabunge wa ngazi ya mkoa na kitaifa, mawakala wa forodha pamoja Federation des Entreprises du Congo. Wadau walifanya kampeni ya kushinikiza mamlaka kuchukua hatua za haraka ili kudhibiti ongezeko hilo la bei ambalo lilikuwa limezidi uwezo wa wananchi wengi. Asubuhi ya Jumapili, yaani siku ya jana, hali ya kawaida ilianza kurejea katika vituo mbalimbali vya mafuta ambako kushuhudiwa msongamano mkubwa wa magari na pikipiki zilizokuja zikihitaji kujaza mafuta kwa bei mpya iliyopunguzwa. Hali inaonyesha jinsi upatikanaji wa mafuta kwa bei nafuu unavyokuwa muhimu kwa maisha ya kila siku ya wananchi. Hata hivyo, licha ya hatua hii chanya, wakazi wa Beni wanaendelea kutoa wito kwa serikali kuondoa kabisa tozo la ziada ambazo zinatajwa kuwa chanzo kikuu cha kupanda kwa bei ya mafuta hapo awali. Wananchi wameeleza kuwa bila hatua ya kudumu, hali ya kupanda kwa bei inaweza kujirudilia tena wakati wowote. Wengi wanaamini kuwa udhibiti wa bei ya mafuta ni swala nyeti linalogusa moja kwa moja uchumi wa wananchi, kwani gharama ya mafuta imeathiri bei za usafiri, bidhaa sokoni pamoja na huduma mbalimbali. Kwa sasa hali inaonekana kurejea kwa katika utulivu, lakini macho ya wakazi wa Beni bado yanaelekezwa kwa serikali ili kuhakikisha kuwa hatua za kudumu zinachukuliwa zitakazozuia kurudi kwa mgogoro wa bei ya mafuta na kulinda uwezo wa maisha ya wananchi. Mvutano wa kidiplomasia unaendelea kuongezeka katika ukanda wa maziwa makuu, huku Rwanda ikikabiliwa na changamoto za mahusiano na nchi kadhaa jirani na washirika wa kimataifa. Katika wiki za hivi karibuni, Rwanda imeutumu Tanzania kwa kudai kuwa imetuma wanajeshi takriban 5,000 katika kwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kupambana na waasi wa M23. Kigali imeeleza kuwa Tanzania imeungana na Burundi pamoja na jeshi la FARDC katika vitendo vinavyodaiwa kulenga jamii ya Banyamulenge, madai ambayo yamezua mjadala mkali katika ngazi za kikanda na kimataifa. Mbali na hilo, Rwanda pia imeutumu Tanzania kwa kuunga mkono kundi la waasi la FDLR, madai ambayo yanaongeza uzito wa mvutano kati ya mataifa hayo mawili. Hata hivyo, licha ya hali hiyo ya sitofahamu, Rais wa Rwanda Paul Kagame alifanya ziara nchini Tanzania, hatua inatafsiriwa na wachambuzi kama juhudi za diplomasia na za kupunguza mvutano wa kulinda maslahi ya kisiasa na kiuchumi. Historia inaonyesha kuwa mvutano kati ya nchi hizi mbili si jambo mpya, kwani mwaka 2013 kulikuwa na hali ya kutoelewana kati ya Rais Paul Kagame na aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Kikwete, baada ya Kikwete kupendekeza kuwepo kwa mazungumzo na waasi wa FDLR badala ya kuendelea na mapigano. Kauli hiyo ilipokelewa vibaya na Kigali ambayo iliona kama tusi badala ya ushauri wa kujenga. Katika mwaka huo, Tanzania iliwafukuza baadhi ya raia wa Rwanda waliokuwa ndani ya mipaka yake, hatua inazidisha zaidi mvutano wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili. Hadi leo
mahusiano kati ya Rwanda na Tanzania endelea kuwa ya tahadhari, huku uwezekano wa kuongezeka kwa mvutano ukiwa bado upo. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaeleza kuwa Rwanda sasa inakabiliwa na changamoto pana zaidi ya mahusiano wa kikanda. Mnamo mwaka 2022 Uganda ilifunga mipaka yake kwa muda na kuwarudisha baadhi ya raia wa Rwanda, jambo linaloongeza presha katika uhusiano wa nchi hizo mbili. Kwa sasa Rwanda inaonekana kuwa katika mahusiano yenye mvutano wa changamoto na nchi kadhaa zikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda, Afrika Kusini, Ubelgiji pamoja na Marekani. Hali hii inaonyesha namna siasa za kikanda katika eneo la maziwa makuu zinavyoendelea kuwa tata na nyeti, huku mivutano ya kijeshi na siasa na kidiplomasia ikiwa na athari kubwa kwa usalama na utulivu wa eneo nzima. Hali ya usalama endelea kuzua wasiwasi mkubwa katika eneo la mipakani kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Sudan Kusini, hususan katika wilaya Aru mkoani Ituri, ambako mashambulizi ya mara kwa mara ya watu wenye silaha yameripotiwa katika miezi ya hivi karibuni. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani pamoja na viongozi wa kimila, wanamgambo wanaodaiwa kutoka Sudan Kusini wamekuwa wakivuka mpaka na kufanya mashambulizi katika sheferi ya Kwakwa, hasa katika makundi ya Rumu na kijiji cha Agoroba. Vitendo hivyo vimekuwa vikiambatana uporaji wa mali, utekaji nyara pamoja na vitisho dhidi ya raia wasiokuwa na hatia. Viongozi wa eneo wanasema kuwa mashambulizi yao si tu tukio la moja kwa moja, bali yamekuwa yakijirudilia kwa kipindi cha miezi kadhaa. Wanamgambo hao wanadaiwa kuiba mifugo kama ng'ombe na mbuzi, kupora fedha za wananchi na pia kuwateka vijana ambao hadi sasa baadhi yao hawajulikani walipo, wakihofia kuwa bado shinikiliwa kwenye misitu. Mmoja wa viongozi wa kimila ameonyesha mastiko yake akieleza kuwa wakazi wa maeneo hayo wanaishi katika hofu ya kudumu kutokana na uvamizi unaorudiliwa bila upinzani wa kutosha kutoka kwa vyombo vya usalama. Hata hivyo, imebua tahadhari bungeni. Mbunge wa taifa Dieudonne Tabani ameeleza wasiwasi mkubwa kuhusu kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika eneo hilo la mpakani. Ameeleza kuwa uvamizi huo unaonyesha udhaifu wa uwepo wa vikosi vya ulinzi katika eneo hilo nyeti. Kwa mujibu wa mbunge huyo, idadi ya wanajeshi katika maeneo ya mpakani ni ndogo mno, jambo linalowapa nafasi wanamgambo kuvuka na kufanya mashambulizi bila kukutana na upinzani mkubwa. Ametaka serikali ya mkoa wa chini ya hali ya masharti maalum ya usalama kuchukua hatua za haraka kuimarisha uwepo wa jeshi katika eneo hilo. Ameshauri serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzisha mazungumzo ya kidiplomasia na nchi jirani ya Sudan Kusini ili kuweka mipaka wazi na kudhibiti sababu zinazodaiwa kuchochea uvamizi huo mara kwa mara. Wakati huo, licha ya hali kuwa ya wasiwasi, viongozi wa eneo hilo wanatoa wito kwa wananchi kutulia na kuepuka hofu. Wamesema kwa mamlaka tayari zimepokea taarifa hizo na hatua za kiusalama zinatarajiwa kuchukuliwa ili kurejesha amani na usalama ya kudumu katika ukanda huo wa mpakani. Hata hivyo, wakazi wa Aru wanaendelea kuishi katika hali ya sitofahamu, wakisubiri kuona hatua za dhati zitakazochukuliwa kukomesha kabisa vitendo hivyo vinavyohatarisha maisha yao na mali zao. Katika mji wa Uvira, hali ya usalama endelea kuzorota kwa kiwango kinachozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi, huku jamii ikiomba hatua za haraka na za kweli badala ya ahadi au taarifa zisizotekelezwa. Katika muda wa masaa 28 pekee, watu wawili wameripotiwa kupoteza maisha, wakiwemo mtoto mwenye umri wa miaka 14 pamoja na mwanamke mmoja. Tuliongeza idadi ya vifo kufikia angalau watu 4 ndani ya wiki moja. Alionyesha ukubwa wa tatizo la usalama katika eneo hilo. Nyuma ya takwimu hizi kuna familia zilizongukia katika majonzi, jamii iliyojawa na hofu na mji unaonekana kuzama zaidi katika hali ya wasiwasi wa kila siku. Wakazi wengi wanasema hali ya maisha imebadilika kabisa, ambako usiku sasa ni chanzo cha hofu badala ya mapumziko. Kwa mujibu wa mashuhuda na wakazi wa eneo hilo, watu wenye silaha wamekuwa wakifanya mashambulizi ya usiku, wakilenga nyumba za watu na maduka, kisha kupora mali bila kukutana na upinzani wa kutosha. Kinachoshtua zaidi wananchi si tu ujasiri wa wahalifu wao, bali kile walichokiona kama udhaifu wa majibu ya mamlaka za usalama. Katika mazingira ambayo Uvira inapaswa kuwa chini ya udhibiti wa dola, wananchi wanaeleza kuwa usalama umegeuka kuwa kitu cha nadra, huku hofu ikigeuka kuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku. Hali ya kiusalama haiwezi kutenganishwa na mvutano wa kisiasa unaendelea ndani ya jimbo la Kivu Kusini. Migawanyiko kati ya gavana, naibu pamoja na baadhi ya wabunge wa mkoa inatajwa kuwa imeathiri kwa kiasi kikubwa
ufanisi wa utendaji wa serikali ya mkoa. Wachambuzi wa hali ya usalama wanasema kuwa pale ambako taasisi za kisiasa zinagawanyika na kushindana, athari za kuonekana moja kwa moja katika kushuka kwa ufanisi wa vyombo vya usalama, hali imepelekea kile kinachoonekana kama ukosefu wa utaratibu wa pamoja katika kukabiliana na uhalifu. Zaidi ya hapo, inaelezwa kuwa kamati ya usalama mji wa Uvira, ambako inapaswa kuwa chombo muhimu cha kuratibu na kuzuia vitisho vya usalama, imekuwa kimya au kushindwa kukutana kwa wakati. Mkutano ulikuwa umetangazwa lakini baadaye uliahirishwa bila tarehe mpya, umeacha maswali mengi miongoni mwa wananchi kuhusu dhamira ya viongozi katika kushughulikia tatizo hili. Wakati viongozi wanahangaika na tofauti zao, wahalifu wanaendelea na shughuli zao bila hofu. Hali imebua mjadala kuhusu uwezekano wa hatua kali zaidi za kiusalama, ikiwa wazo la kutangaza hali ya hatari au etat de siege katika eneo la Uvira. Pendekezo linahusisha uwezekano wa kuwepo kwa gavana wa kijeshi na meya wa kijeshi kama inavyofanywa katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi katika nyakati za migogoro mikubwa. Wafuasi wa wazo hilo wanaamini kuwa hatua hiyo inaweza kurejesha nidhamu na usalama kwa haraka. Hata hivyo, mjadala bado unaendelea kuhusu athari za muda mrefu wa hatua hizo, hasa kuhusu uhuru wa kiraia, nafasi ya utawala wa kiraia na hatari ya kuzoea hali ya utawala wa kijeshi kama suluhisho la kudumu kwa matatizo ya usalama. Wachambuzi wanasema tatizo la Uvira linaenda mbali zaidi ya uhalifu wa kawaida. Linaonyesha udhaifu wa uwezo wa dola kutekeleza majukumu yake ya msingi katika eneo ambalo bado liko chini ya mamlaka rasmi. Wananchi kwa sasa watoe wito wa mijadala mirefu ya kisiasa, bali wanahitaji hatua za moja kwa moja: kuongezwa kwa uwepo wa polisi na jeshi mitaani, operesheni za mahususi dhidi ya mitandao ya uhalifu, mfumo madhubuti wa haki unaoweza kuwajibisha wahalifu, pamoja na uratibu thabiti katika ngazi zote za kiutawala. Kwa jumla, hali ya Uvira inaonyesha dharura kubwa ya kiusalama. Wakati bado kuna nafasi ya kurejesha utulivu, watawala wanakabiliwa na jukumu la kuchukua maamuzi haraka kabla hali hii haijafikiwa kiwango kisichoweza kudhibitika. Hali ya usalama endelea kuwa tete katika ukanda wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan katika njia muhimu za kibiashara zinazounganisha miji mikubwa ya eneo hilo, ambako mashambulizi ya mara kwa mara yamekuwa yakiripotiwa dhidi ya wasafiri na magari ya abiria. Tukio hili jipya la kutisha limetokea siku ya Jumamosi tarehe 2 Mei katika barabara Goma kuelekea Butembo, ndani ya hifadhi ya taifa la Virunga, sehemu inajulikana kama Mayamoto, karibu na Rwindi, katika mili wa kiwanja Kanyabayonga, wilaya ya Ruchuru. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vilivyokubalika katika eneo hilo, msafara wa magari ya usafiri wa umma uliokuwa kunatoka Goma kuelekea Butembo ulianguka kwenye mtego uliokuwa na watu wenye silaha ambao bado hawajatambuliwa. Tukio hili limetokea karibu na saa 4 asubuhi kwa saa za eneo hilo. Katika shambulio, watu wawili wamepoteza maisha, huku dereva mmoja akijeruhiwa vibaya kwa risasi. Abiria wengine kadhaa waliporwa mali zao, zikiwemo fedha taslimu, simu za mkononi na vitu vingine vya thamani. Leo imesababisha hofu kubwa na usumbufu mkubwa kwa wasafiri waliokuwa ndani ya msafara huo. Baada ya kushikiliwa kwa muda mrefu na wasaa kadhaa, abiria hao walinusuriwa kuendelea na safari yao, ingawa walikuwa tayari wamepoteza mali zote na kuachwa katika hali ya mshtuko mkubwa. Dereva aliyepata majeraha alikimbizwa haraka katika kituo cha afya kilichopo Kanyabayonga ili kupatiwa matibabu ya dharura, huku hali yake ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu na wadau wa afya. Suala limeongeza mfululizo wa mashambulizi yanayoendelea kuripotiwa katika mili huo muhimu wa usafiri, ambao licha umuhimu wake wa kiuchumi na kijamii unaendelea kukumbwa na matukio ya uhalifu wa kutumia silaha, ikiwa ni pamoja na uporaji, utekaji nyara na mashambulizi ya barabarani. Kwa miezi kadhaa sasa, eneo kati la kiwanja na Kanyabayonga, hususan sehemu ya Busendo, imekuwa ikitajwa mara kwa mara kama kitovu cha matukio ya kiusalama yanayozua hofu kubwa kwa watumiaji wa barabara hiyo. Hali imekuwa ikileta athari kubwa kwa shughuli za kiuchumi, hasa kwa wafanyabiashara na watoa huduma za usafiri wanaunganisha mji wa Goma, Butembo na Beni. Wengi wao sasa wanalazimika kufanya kazi kwa tahadhari kubwa au kupunguza safari kutokana na hatari zinazojitokeza mara kwa mara. Wakazi pamoja na wadau wa usafiri wanatoa wito kwa mamlaka za usalama kuongeza juhudi za kulinda miili huo wa kimkakati ambao unachangia kwa kiasi kikubwa katika mzunguko wa bidhaa na watu katika eneo hilo nzima la Kivu Kaskazini. Kwa sasa hali ya wasiwasi inaendelea kuwatawala, huku wasafiri wakihofia kurudia kwa mashambulizi kama haya katika siku zijazo, ingawa hatua madhubuti zitachukuliwa ili kurejesha usalama wa kudumu katika barabara hiyo muhimu.
Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala la usalama wa mashariki mwa nchi linaendelea kuvuka mipaka ya kisiasa na kijeshi, na safari hii limejitokeza hadi kwenye jukwaa la muziki wa kimataifa. Ni katika tamasha kubwa iliyofanyika katika ukumbi wa Stade de France ambako msanii maarufu wa Kongo Fally Ipupa alitoa ujumbe mzito uliogusa hisia za wengi, hasa kuhusu hali ya vita na mateso yanaendelea mashariki mwa nchi. Wakati akidumbuiza wimbo wake maarufu Liputa, Fally Ipupa alisimama kwa muda mrefu kuzungumza moja kwa moja na hasira, akitoa ujumbe wa amani uliokuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu na mashabiki wengi wa muziki wake pamoja na wananchi wa Kongo kwa ujumla. Katika maneno yake aliyojaa hisia na uzito mkubwa, msanii huyo alinukuliwa akisema mokolo na kukutana na Nzambe na kosenga ye kimya na Kongo surtout na este. Kauli na tafsiri wa kuwa siku nitapokutana na Mungu nitamwomba arejeshe amani nchini Kongo, hasa mashariki. Hii imepokelewa kama kilio cha moyo kinachoakisi mateso ya wananchi wanaishi katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Ujumbe huo haukuwa tu wa kawaida, bali unaonekana kama ishara kujitokeza wazi kwa msanii huyo katika mjadala ya kitaifa inayohusu usalama na mustakabali wa nchi. Wengi wanamchukulia Fally Ipupa kama balozi wa utamaduni wa Kongo duniani, hivyo kauli yake imepewa uzito mkubwa zaidi ya yule wa burudani. Katika kipindi ambacho mashariki mwa Kongo inaendelea kukumbwa na migogoro ya silaha, mauaji na mateso ya raia, sauti ya msanii huyu inaonekana kuwakilisha matumaini ya watu wengi ambao wamekuwa wakitamani kuona watu mashauri wakichukua msimamo na kuzungumzia hali halisi. Mashabiki na watumiaji wa mitandao ya kijamii wameeleza hisia zao wakisifu ujasiri wa msanii huyo kwa kutumia jukwaa lake kuzungumzia swala nyeti linalogusa maisha ya mamilioni ya watu. Kwa mjadala, tukio linaonyesha kuwa muziki unaweza kuwa zaidi na burudani, bali pia chombo cha kuleta ujumbe mzito wa kijamii na kisiasa, hasa katika nyakati ambazo taifa linapatia changamoto kubwa. Kupitia sauti ya Fally Ipupa ameongeza nguvu katika wito wa amani, akitoa matumaini ya mapya kwa wananchi wa Kongo, hususan wale wanaendelea kuishi katika mazingira magumu ya vita mashariki mwa nchi. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 4 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Namba yako kusikiliza ni Kivu News FM, kwa siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji na watazamaji wetu kwa habari sahihi na za wakati ni nguzo muhimu kwa jamii iliyo na uelewa wa mshikamano. Basi endelea kufuatilia kupitia channel yetu ya Kivu News Info ili kupata taarifa za kina na zenye kuaminika kutoka ndani na nje ya nchi. Vile vile tunawahimiza wananchi kuendelea kuchukua tahadhari katika maisha yao ya kila siku, hasa katika maeneo yanayokumbwa na changamoto za kiusalama, huku wakishirikiana na mamlaka na vyombo vya usalama kwa kutoa taarifa muhimu zitakazosaidia kulinda amani. Basi kwa pamoja tunaweza kujenga jamii iliyo na utulivu, usalama na maendeleo. Na kwa kuhitimisha taarifa yetu ya asubuhi, na niendelee tukumbusha kwamba huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla ya kuondoka, ningekomba kufanya kitu kimoja: hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha inasema kujabone kwa email vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kumeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni na mazungumzo ya kila siku tunaletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi nawe endelea kutuandikia na ukatujuza na tusikizwe kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Terojo Lulonga, na mbele kwa kusikiliza ni Kivu News FM. Kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi acha niendelee kutoa shukrani zangu za dhati kwamba uko na sisi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 4 za mwezi wa 5 mwaka 2026. Na hii ni Kivu News FM, sauti ya wananchi. Basi tunatakia asubuhi njema yenye mafanikio tele, na nikodi tena tukutanane baadaye kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Baki salama, bye bye na chao.